Naitwa Natalia Dismas Lori. Namshukuru Mungu amenipa zawadi ya watoto watatu kwa wakati mmoja. Kwa jina naitwa Martin Alberto Ma. Niko kwenye kijiji cha Marera, kata ya Rotia, wilaya Karatu, mkoa wa Arusha. Baba wa watoto watatu, na kweli tunafurahi sana kwa sababu tumepata watoto watatu. Hata mwenyewe anafurahi sana. Ni kweli nilipata changamoto kubwa. Nilidondoka kwenye ghorofa mpaka chini. Nikapata changamoto ya upande mmoja, mkono wa kushoto na kulia. Mkono wa kushoto na mguu wa kushoto. Na vipi kwa upande wa malezi? Je, una watoto 7 na changamoto ulionayo, upate changamoto yoyote labda kwenye malezi labda? Kwa kweli changamoto ipo. Kwa sababu hali yangu yenyewe ndio hiyo. Ni mbovu. Changamoto ipo kwa sababu ndo tunapambana, na naona mama ndio huyo hapo tunapambana. Na mama mwenyewe unaona sababu ni mzazi. Ananitegemea mimi, ndio napambana ili nipate riziki na kulea watoto. Kweli maombi yangu, naomba wanisaidie kwa sababu changamoto ipo kwa watoto watatu. Na leo hata mmoja mwenyewe ni ngumu kwa kulea. Lakini kama ni watoto watatu sina kwa ngumu zaidi. Ndio changamoto kidogo tulikuwa nayo kwa sababu unajua mtoto mmoja tu sasa. Mmoja tu ni gharama. Kama watoto hao wanaona mama mwenyewe hawezi kumnyonyesha. Maombi yangu ni serikali wanisaidie, na changamoto kubwa sana nilikuwa nayo ni kwa sababu bila msaada ni ngumu. Nimetambulika kuwa na mimba ya watoto watatu tumboni, ni umri ya mimba ya miezi 5. Na ulijisikiaje baada ya kuambiwa kwamba una ujauzito wa watoto watatu? Mara kwanza nikaogopa, nikatetemeka. Baadaye madaktari wakanijia, wakanifariji, wakanipa amani kwamba hamna shida, Mungu atakutia nguvu. Na kweli nikapata amani. Hadi sasa hivi nimeona mkono wa Mungu amenisaidia. Wote wako hai, wako vizuri na wana afya njema. Ila changamoto ipo ya kulea sasa hivi. Siwezi kuwanyonyesha wote, maziwa hamna, hawashibi. Kwa maziwa ya mama ni kopo ya laktogeni ambapo watatumia kwa siku 2, kopo moja 32. Ndio changamoto nilionayo, kwa sababu kwa masharti ya hospitali watumie hiyo unga hadi wafikishe miezi 7 au 8. Hiyo kibobo ndio changamoto kwangu, na ndio msaada naohitaji kwa ujumla, ili waweze kuishi kufika umri wa kutumia maziwa ya ng'ombe. Kwa kweli mzee ana changamoto, na mkono mmoja hawezi kufanya kazi na hawezi kubeba mtoto. Wakati tunapoishi mimi ni nguvu kazi, tegemeo la nyumba hii, kusomesha, kutafuta chakula, kwa kila kitu. Na kuaga kipaumbele kidogo sasa hivi. Nina wanafunzi ambao wanatutegemea, na hii malezi kidogo nina changamoto. Msaada kwa ujumla, naomba msaada kulea na kusomesha. Madaktari walikupa ushauri gani kabla na baada ya kujifungua? Walinipa watoto nimeshauriwa na madaktari kwamba watoto wasitumie kitu chochote kabla ya miezi 7. Wasitumie kitu chochote, watumie tu kibobo ya maziwa ya dukani, inaitwa lactogen, ambayo ni gharama kidogo. Watumie aliyofikisha miezi 7. Na hayo maziwa kwa mfano ukinunua kopo moja 30,000 unatumia kwa muda gani? Siku 2 tu. Mfano nikifungua asubuhi, mchana, jioni, kesho yake imeisha. Mzee naye ana changamoto ya mkono pamoja na mguu wake, na yeye ana jambo la kusema. Ni kweli na mimi na matatizo, kwa sababu kwa sasa hivi kwa sijasema kwa sababu ya kwa ajili ya watoto, wanapambana kwa ajili ya watoto. Ila naomba hawadau msaada, kwa sababu nataka niende kwenye matibabu. Naombeni msaidie.
mbunge, mkuu wa wilaya pamoja na rais wangu. Namba ya simu 0765 25 25 tena 00. Rudia. 0765 25 25 tena 00. Hapo fresh, hebu namba kwa